Shalom, shalom. Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana mahali popote pale unaponifuatilia. Ninakusalimu kwa jina kuu, jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amani iwe nawe. Ninatumaini unaendelea vizuri kabisa. Ninayezungumza nawe ni kuhani Samuel Yosia. Niko hapa kwa ajili yako, kwa ajili ya kukupa maelekezo ya zile ndoto ambazo umekuwa ukiziota, zimekuwa zikikupa mafumbo na umekuwa ukikosa majibu. Leo nitaenda kuongelea ndoto ambazo zinahusu tunasema kwamba ndoto za mtihani, pale ambapo unaona umelala alafu unaona unafanya mtihani katika mazingira fulani ambayo wewe uelewe. Ninayezungumza nawe ni kuhani Samuel Yosia. Ninaomba fuatana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hapo chini ya video yetu kuna maandishi yameandikwa subscribe. Ninaomba bonyeza hiyo alama ya subscribe kuwa kwanza kupata mafundisho yetu yote yanayotoka katika channel hii. Moja kwa moja nitaenda kuanza somo la tafasiri hizi za ndoto na maana zake. Ipo hii ndoto ambayo watu wengi wamekuwa wakiota wakiwa kwenye chumba cha mtihani. Tunasema kwamba ukaota ndoto ukaona umechelewa kwenye chumba cha mtihani katika usingizi wako unapokuwa umelala, alafu then unakuta unajiandaa kwamba naenda leo ni siku ya mtihani shuleni, alafu kwa namna ya ajabu unajikuta umefika lakini pia umechelewa. Sasa ndoto ya namna hiyo inakuwa inaashiria nini? Tunasema kwamba maana yake ni kwamba kuna kifungo chako kiko katika muda. Unapokuwa unaota ndoto ya namna hiyo, unaona unaenda darasani au unaenda katika chumba cha mtihani kwenye hilo darasa, unajikuta umechelewa. Maana yake ni kwamba unapewa taarifa kinabii kwamba kifungo chako wewe kipo katika muda. Kuna roho za kucheleweshwa ambazo zipo karibu sana katika maisha yako. Unapokuwa unaona unajiandaa kwenda kufanya mtihani alafu unakuta umeshachelewa, unakuta wenzako wote wameshaingia darasani na wameanza kufanya mitihani. Sasa ishara ya namna hiyo kinabii, ishara ya namna hiyo unapokuwa unaiona, maana yake ni kwamba unapewa taarifa ziko roho za kucheleweshwa ambazo zinachelewesha majira yako mapya ya pale ambapo unajiandaa kuyaingia hayo majira mapya au msimu mpya. Pale ambapo unakuwa unakaribia, adui anakuwa ipo karibu sana na wewe ili kukuchelewesha au kukurudisha nyuma. Ni kitu gani ambacho tunasema unatakiwa ufanye? Jambo la kwanza, unapokuwa unaota ndoto ya namna hii, maana yake ni kwamba unahitaji uingie kwenye maombi kwa haraka sana. Unahitaji umuombe Mungu, na pia unahitaji kuomba maombi ya kukomboa wakati, lakini pia kudili na roho za kucheleweshwa ambazo watesi au maadui wamekuwa wakizileta au kuzisogeza kwako. Ni muhimu sana ukasimama katika hayo maombi, kudili na hizo roho, kuharibu hizo roho, kuzisambaratisha hizo roho ili Mungu aweze kuleta neema ya wokovu katika maisha yako. Lakini pia ndoto nyingine tunasema kwamba pale ambapo ukaota ndoto kuota ndoto na feli mtihani na majibu ulikuwa unayajua, lakini pia kwa namna ya ajabu ulikosa utulivu katika hicho chumba cha mtihani. Yaani unaona upo darasani unafanya mtihani, lakini kwa namna ya ajabu unapokuwa unafanya mtihani unajikuta majibu unayajua ila matokeo yanatoka kwamba umefeli, na unashangaa kwamba mbona majibu nilikuwa ninayajua? Mbona nilikuwa ninajua majibu yote ya ile somo ambalo nilikuwa ninalisoma? Sasa ishara ya namna hiyo pale ambapo ukaota ndoto ukaona unafeli mtihani alafu majibu ulikuwa unajua, tunasema kwamba hiyo ni ishara kwamba maana yake ni kwamba una utulivu wa ndani na ambao unapelekea kupitia katika mazingira ambayo sio ya kwako. Maana yake hapo ni kwamba unakuwa umekosa ule utulivu wa ndani au ule utulivu wa kimaisha. Maana yake ni kwamba unakuwa unakosa mwelekeo wa kutulia ndani. Kwa hiyo ishara ya namna hiyo unapokuwa unaiona, unahitaji kusimama sana kwenye maombi. Maana yake ni kwamba adui anajaribu kukupumbaza katika uhalisia wa maisha yako. Ndoto ya namna hiyo sio nzuri, pale ambapo unaona majibu unayajua alafu then unakuta unafeli mtihani au unaanguka katika chumba cha mtihani, unakuta majibu yametoka, majibu ulikuwa unajua ila umefeli. Hiyo ishara sio nzuri. Pia unahitaji kusimama sana katika maombi, kudili na hiyo roho, kukataa hiyo roho, kuisambaratisha hiyo roho, na Mungu ataleta neema yake ya wokovu katika maisha yako. Lakini pia ndoto nyingine tunapoongelea swala la mtihani, yani ukiota ndoto ukiona unafanya mtihani, maana yake ni nini? Ishara ya namna hiyo tunapoongelea kufanya mtihani au chumba cha mtihani, tunaongelea kwamba
mtihani unaweza ukawa ni kipimo chako cha imani, au tunasema mtihani unaweza ukawa ni kipimo chako cha jaribu. Mtihani unaweza kusimama kama daraja la kuamua kwamba uende ng'ambo nyingine au ubaki ng'ambo uliopo. Kwa mtihani unaweza ukakwambia kwamba ubaki au uende. Hasa katika ishara hiyo, utakapokuwa unaota ndoto unafanya mtihani pia unaweza ukasimama kama jaribu. Maana yake ni kwamba unaweza ukawa unajuzwa kwamba kuna jaribu ambalo liko mbele yako, ambalo watesi wameliandaa ili kuleta anguko au vikwazo ambavyo vitapelekea wewe kucheleweshwa au kukwamishwa au pia kushinda kuiendea hatima yako kubwa ambayo Mungu amekuandalia katika maisha yako. Tunasema kwamba ndoto nyingine, kuota ndoto kuona unafanya mtihani na muda wa kukusanya unakuwa umefika. Manake nini? Ni ishara ya namna hiyo. Jua maarifa unayo, ila adui anakufunga kwenye muda au kwenye majira yako. Ni roho ya kucheleweshwa hiyo. Pale ambapo unaota hiyo ndoto, unaona unafanya mtihani, alafu katikati ya kufanya mtihani anakuja mwalimu anakuambia muda umeisha, leteni makaratasi yenu hapa yaende kusahihishwa. Sasa ishara ya namna hiyo katika usingizi wako, ukiona unafanya mtihani alafu unaambiwa muda umeisha. Sasa ishara ya namna hiyo maana yake ni kwamba maarifa unayo, akili unayo, ila adui amekufunga kwenye roho ya kucheleweshwa. Adui amekufunga kwenye roho ambayo inakufanya uchelewe wewe kuiendea hatima yako kubwa ambayo Mungu amekuandalia. Sasa unapokuwa unaota ndoto ya namna hiyo, pia ni muhimu sana kusimama katika maombi, kudili na hizo roho, kuzikataa hizo roho, kuzisambaratisha hizo roho, kujitenga na roho za kucheleweshwa. Kwa sababu unapokuwa unaota ndoto unaona unafanya mtihani, alafu majibu unayajua, unaambiwa muda umeisha, leteni pepa hapa. Manake ni kwamba adui anakuchelewesha, anajua kabisa hatima unayo kubwa, ila kuna namna akikuacha salama, akikuacha katika uhuru, mambo yako mengi yataenda vizuri. Kwa anachokufanya adui anakuchelewesha katika muda. Muhimu sana ukadili katika maombi pale ambapo unaota ndoto ya namna hiyo. Lakini pia ukiota ndoto ukiona unafanya mtihani na unaangalizia, ishara ya namna hiyo tunasema kwamba haina maana nzuri. Pale ambapo ukaota ndoto ukaona upo kwenye chumba cha mtihani unafanya mtihani, lakini kwa namna ya ajabu ukaona unaangalizia huo mtihani au unaigilizia. Sasa ishara ya namna hiyo maana yake ni kwamba Mungu anakuonyesha kwamba ni mtu ambaye hauna usubutu wa wewe kama wewe. Ni mtu ambaye Mungu amekupa maarifa yako, amekupa hekima yako, lakini kuna namna utumii maarifa yako na hekima yako katika maamuzi, katika vitu ambavyo unavifuatilia. Sasa ishara ya namna hiyo pale ambapo unakuwa unaiona, manake ni kwamba Mungu anakuonyesha kwamba ni muhimu sana ukadili na hizo roho za kukataa kutumikia akili ya mtu mwingine. Nitoe mfano, unakuta mtu upo unafanya biashara, mtu anakuja anakuambia bana, biashara ya hardware inalipa. Wakati wewe ni mtu muuza genge, na kupitia hilo genge unaona matokeo. Unaacha biashara ya genge unaenda kwenye biashara ndio unajikuta unaporomoka. Au nitoe mfano mfupi, umeajiriwa kwenye ajira nzuri tu, mtu anakutoa kwenye ajira hiyo anakuambia bana, twende sehemu fulani kunalipa, na wewe bila kujua unaacha hiyo kazi ambayo ulikopo nayo, unafuata ushauri wa mtu mwingine au akili ya mtu mwingine. Sasa ishara ya namna hiyo katika ndoto, pale ambapo ukaota ndoto ukaona unaangalizia kwenye pepa la mwenzio, hiyo ni ishara ya kinabii kwamba ni mtu ambaye ni mzito wa kutumia maarifa yako, ni mzito wa kutumia akili yako ambayo Mungu ameiweka ndani yako, ambayo Mungu anataka kupitia hiyo akili uweze kuleta matokeo thabiti katika maisha yako. Kuna namna umekuwa mzito kutumia hiyo akili au hiyo hekima ambayo Mungu ameipanda ndani yako, na itapelekea wewe kucheleweshwa au kucheleweshwa sana kuiendea ile hatima yako kubwa ambayo Mungu amekuwekea. Kila mtu ameumbwa na maarifa yake, kila mtu ameumbwa na njia yake ya kufanikiwa, kila mtu ameumbwa na mfumo wake wa yeye kuyaendesha maisha yake. Kwa hiyo sio muhimu sana kufuata kila jambo ambalo mtu anakufuata anakwambia kwamba hili liko sawa au hili ni zuri au hili linapendeza. Ni muhimu sana ukaishi katika njia hizo na Mungu atakubariki sana. Kwa hiyo ndoto nyingine tunasema kwamba pale ambapo ukaota ndoto ukaona unafanya mtihani kwa kiwango ambacho tayari umekwisha kuvuka. Yani kwa mfano unaota ndoto unaona unafanya mtihani,
upo pengine form 4 alafu unaota unafanya mtihani wa darasa la 5 au wa darasa la 7. Sasa unajiuliza why ni yote ndoto kwamba nafanya mtihani wa darasa ambalo nimesha soma au wa darasa ambalo nimeshapita. Sasa ishara ya namna hiyo kinabii pale ambapo ukaota ndoto ukaona unafanya mtihani alafu mtihani ule umekwisha kuufanya zamani au umekwisha kuuvuka, hiyo ishara manake inakuambia uhalisia wako wa rohoni. Ndoto ya namna hiyo manake ni kwamba uhalisia wako wa rohoni ni kwamba bado ni mdogo kiroho, unahitaji kuchochea nguvu ya maombi, unahitaji kuchochea nguvu ya ibada, unahitaji kuchochea nguvu ya utakatifu, unahitaji kuchochea katika ule wito, kuchochea karama na vipawa, kufunga na kuomba ili upate nguvu thabiti za ndani au nguvu thabiti za rohoni. Kwa hiyo unapokuwa unaota ndoto ya namna hiyo pale ambapo unaona umelala lakini unaota ndoto unaona unafanya mtihani wa darasa ambalo umekwisha kulifanya, ishara ya namna hiyo manake ni kwamba Mungu anakujuza kiwango chako cha kiroho kuwa kiko chini sana, unahitaji kusimama kwenye maombi ili uweze kupiga hatua. Sasa ndoto ya namna hiyo inagawanyika katika makundi mbalimbali. Naweza ikawa inakwambia kwa habari ya kiroho chako, kwa habari ya huduma yako, kwa habari ya maisha yako, kwa habari pia tunasema kwamba ya uhalisia wa maisha yako, kwamba pengine unaweza ukajiona ni mtu mkubwa mwenye mafanikio lakini kumbe rohoni bado ni mdogo sana. Adui anaweza akaleta maafa au madhara au mashambulizi na yakakupata. Kwa sababu gani? Kwa sababu pale ambapo uliota ndoto uliona upo unasoma darasa ambalo umekwisha vuka au unafanya mtihani wa darasa ambalo ulikwisha kulifanyaga zamani, hiyo ni ishara ya kinabii. Mungu anakujuza kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea ambacho hakipo sawa. Unahitaji kuchochea ile nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako, kuchochea wito, kuchochea kalama, kuchochea vipawa ili Mungu aweze kuleta neema ya ushindi katika maisha yako. Lakini pia ndoto nyingine tunasema kwamba kuota ndoto kuona unasahau vifaa vya mtihani. Pale ambapo unaota unasahau vifaa vya mtihani manake ni nini? Tunasema kwamba ishara ya namna hiyo manake ni kwamba unajuzwa kuwa inahitaji au unatakiwa kujiandaa katika majira mapya ambayo unaenda kuyaingia. Ukiota ndoto ukiona unajiandaa kufanya mtihani alafu unakuta hauna vile vitendea kazi vya kuingia kwenye chumba cha mtihani. Sasa ishara ya namna hiyo manake ni kwamba unajuzwa kwamba usidharau majira au usidharau wakati. Mbele yako kuna majira mapya ambayo unahitaji kuyaingia lakini uzingatii au ni mtu ambaye utilii maanani. Sasa ishara ya namna hiyo manake ni kwamba Roho Mtakatifu anakuhimiza kwamba ufanye maandalizi ya kujiandaa katika ile majira mapya ambayo yanakuja. Ufanye maandalizi ya kujiandaa katika ule msimu mpya ambao unakuja, ambao Mungu ameuandaa au ambao Mungu ameukusudia katika maisha yako. Sasa ishara ya namna hiyo kiroho pale ambapo unaiona au pale ambapo unaiota, ni muhimu sana ukasimama katika maombi ukadili na hiyo roho ya kupuuza mambo au kupuuza majira ya nyakati ambayo inakuhusu au kupuuza majira ya nyakati ambayo Mungu amekuandalia. Sasa ishara ya namna hiyo pale ambapo naiona, ni muhimu sana ukasimama kwenye maombi na Mungu atakusaidia sana. Lakini pia ndoto nyingine tunasema kwamba ukiota ndoto ukiona unasoma maswali na uelewe, hiyo ni ishara kuwa maisha yako yamevurugwa na maadui na njia zako zimevurugwa. Manake ni kwamba maisha yako hayana mwelekeo. Pale ambapo unaona upo kwenye chumba cha mtihani alafu then unaota ndoto upo kwenye chumba cha mtihani, lakini kwa namna ya ajabu unakuta mwalimu anakupa maswali unakuta uelewi, au unasoma maswali ambayo umepewa unakuwa huyaelewi. Sasa ishara ya namna hiyo pale ambapo unaiona au pale ambapo unaiota, manake ni kwamba unajuzwa kwamba kuna kitu ambacho Mungu anakifunua kwako, kwamba adui anavuruga mfumo mzima wa maisha yako. Ni kitu gani ambacho unatakiwa ufanye unapokuwa unaota ndoto ya namna hiyo? Manake ni kwamba Roho Mtakatifu anajaribu kukuambia au anajaribu kukujuza kwamba unahitaji usimame sana kwenye maombi, unahitaji usimame sana kwenye ibada ili Mungu aweze kukarabati maisha yako, ili Mungu aweze kuyatengeneza maisha yako, ili Mungu aweze kuboresha maisha yako ambayo adui ameyavuruga na yamekosa mwelekeo wa kusonga mbele au wa kuendelea mbele. Ukiona ishara ya namna hiyo, ni muhimu sana ukasimama
kwenye maombi. Ni muhimu sana ukadili na maombi ili Mungu aweze kuleta neema ya ushindi na baraka katika maisha yako. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Niliyekuwa ninazungumza nawe ni kuhani Samuel Yosia. Jambo la kuzingatia, hapo chini ya video yetu kuna maandishi yameandikwa subscribe. Ninaomba bonyeza alama ya subscribe kuwa kwanza kupata mafundisho yetu yote yanayotoka katika channel yetu hii, na Mungu atakubariki sana. Niliyekuwa nawe ni kuhani Samuel Yosia. Ninaomba jambo la kuzingatia, subscribe, lakini pia ukihitaji msaada wa kiroho katika madhabahu yetu hii, namba zetu za WhatsApp ziko hapo. Ninakutakia wakati mwema. Shalom shalom. Maranatha. Asante sana.